imeishia. Lakini tulikuwa na mawasiliano ya karibu sana. Mimi nafahamu kwamba wakati wa uchaguzi alipata changamoto ya kuanguka pia. Wakati wa baada ya uchaguzi, matokeo kutangazwa, alipata changamoto hii na alianguka ghafla. Alinifahamisha yeye mwenyewe, na wakati Mheshimiwa Rais anaapishwa alinifahamisha hiyo kwamba alipata changamoto ya kuanguka ghafla. Kidogo akapoteza fahamu wakati huo. Lakini tunaambiwa pia na hapa karibuni tena alianguka tena, na hii imetokea tena. Kwa hiyo inatufundisha kwamba kwa viongozi na Watanzania kwa ujumla tuna wajibu mara kwa mara kuangalia afya zetu. Pengine unaweza kuwa na tatizo la moyo hujui, lakini zipo ishara ambazo zinaweza zikatupeleka huko. Unapoona ishara hizo au unapojisikia, ni vyema kwenda kufanya vipimo ukajua hali yako, kwa sababu unaweza kuwa mzima leo lakini ghafla katokea changamoto za kiafya, usijue ukaona ni kawaida, kumbe si kawaida. Ni ishara ambayo inakuonyesha kwamba unahitaji kwenda hospitali. Lakini madaktari wetu wamefanya kazi kubwa sana. Baada ya changamoto hii alikimbizwa hospitali, na mimi nilikuwa nikifuatilia kwa karibu toka amekimbizwa hospitali, amefika hospitali, madaktari walimwatendi vizuri na wakajitahidi sana kufanya kazi usiku na kufanya kazi sana kwa bidii kuhakikisha wanaokoa maisha yake. Lakini Mwenyezi Mungu alimwandikia, asi tunamuombea apumzike kwa amani.